Jeshi la Polisi mkoa wa Kagera linapenda kutoa ufafanuzi wa kifo cha marehemu Janet Mbegaya mwenye umri wa miaka 7 aliyekuwa mwanafunzi wa shule ya msingi Msime, kilichotokea tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka huu 2025 majira ya jioni katika kata ya Nshamba, wilaya ya Mleba, mkoa wa Kagera. Kwamba mnamo tarehe 5 mwezi Machi mwaka huu, siku ya Jumatano, marehemu alijisikia vibaya akiwa shuleni, ambapo wahudumu wa afya shuleni pale walimpa dawa ya kutuliza maumivu, lakini ilipofika Alhamisi aliendelea kujisikia vibaya, akilalamika kuumwa tumbo, na alipewa pia dawa ya kupunguza maumivu. Alfajiri ya Ijumaa alizidiwa na akakimbizwa kituo cha afya Kaigara ambacho kipo katika mji wa Mleba, na alifika pale akiwa haongei. Madaktari katika kuhakikisha kwamba wanamsuru hali wake, walipima na kujua kwamba lengo ilikuwa ni kujua kama anasumbuliwa na malaria au la, kwa sababu dalili pia zilikuwepo kwamba huenda ikawa ni ugonjwa wa malaria. Hivyo walipompima ilibainika kwamba alikuwa na malaria ambayo alipatana na homa kali. Hivyo daktari alimwanzishia sindano kwa lengo la kuhakikisha kwamba anapona, lakini changamoto ikawa pale walipotaka kumwekea drip kwa ajili ya kumuongezea nguvu, kulikuwa na shida kupatikana kwa mishipa. Kwa hiyo walilazimika kutafuta mishipa kwa muda mrefu. Hata hivyo, kadri walivyokuwa wanaendelea kuhangaika, hali yake ilizidi kubadilika na kuwa mbaya zaidi. Tarehe 9 mwezi huu alihamishiwa katika hospitali ya Rubya iliyoko wilaya ya Mleba, na daktari aliyempokea baada ya kupata historia aliamua kumfanyia vipimo vya malaria pia, pamoja na kuangalia kama kwenye damu yake hakuna bakteria na vitu vingine, na matokeo yakaonyesha kwamba kwenye damu kulikuwa na kiasi kikubwa cha bakteria, na hivyo akaanzishiwa matibabu. Wakati akiendelea na matibabu, mtoto huyo alifariki dunia hospitalini hapo. Kufuatia wakati akipata matibabu pale hospitali, wakati wakihangaika wapi wamwekee mirija, mipira kwa ajili ya kuwezesha maji yaliyopo kwenye drip kuingia mwilini, kwenye uchunguzi daktari aligundua kama mtoto huyu alikuwa na viashiria dalili za kuingiliwa kwenye sehemu zake za siri, especially kwenye njia ya haja ndogo. Hivyo baada ya kufariki akashauri ingekuwa jambo jema pamoja na mambo mengine kama mwili ule ungefanyiwa uchunguzi. Huo ulikuwa ni ushauri wa daktari kufuatia zile signs alizoziona. Na kisha polisi walijulishwa, wilaya ya Mleba walijulishwa, na mwili ukaenda kufanyiwa uchunguzi. Katika uchunguzi ule, pamoja na mambo mengine, ilikuwa ni kuthibitisha kama kifo cha marehemu kimetokana na kubakwa au kuingiliwa kinyume cha maumbile, kwa sababu tayari kulisha kuwa na minong'ono iliyokuwa inaendelea kwamba huenda mtoto huyu amefariki kutokana na kubakwa na kulawitiwa. Uchunguzi wa awali ulionyesha kwamba kifo cha marehemu hakikutokana na hayo mawili niliyosema, kwamba hakikutokana na kubakwa lakini pia na kulawitiwa, bali ni yale magonjwa ambayo madaktari walimpima na wakawa wanatibu. Hali ile haikuridhisha wazazi, hawakuridhika kutokana na majibu yake. Kufuatia kutokuridhika kule, taarifa zilitufikia, ndipo nikamwagiza RCO waende mwili ufanyiwe uchunguzi upya.
ambapo aliungana na madaktari ambao walitolewa kutoka ofisi ya mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Mleba, ambapo walikwenda moja kwa moja mpaka hospitali ya Rubya na kufanya uchunguzi mwili ule upya. Katika uchunguzi ule bado ikaonekana kwamba kilichomuua marehemu ilikuwa ni kupungukiwa kwa damu mwilini, lakini pia ni pamoja na maji, lakini kwenye utumbo pia kulionyesha kwamba kulikuwa wazi, hakukuwa na mabaki ya chakula. Hali ilionyesha kwamba ni muda mrefu alikuwa hajapata chochote. Lakini kwenye uchunguzi kwenye maeneo ya sehemu zake za siri, kwa maana njia ya haja kubwa ilionekana iko intact, haikuwa imeingiliwa, lakini njia ya haja ndogo kulikuwa na viashiria kwamba huyu alikuwa tayari ameshaingiliwa, lakini sio kipindi cha karibuni, kwamba kulikuwa na siku kadhaa, kwa sababu hakukuwa na bruises au makovu, isipokuwa kulionyesha kama ni mahali ambapo kitu kutoka nje kimeshaingia zaidi ya mara moja. Na uchunguzi pia wa kwetu uliendelea, ambapo tulilazimika kuwahoji walimu kule shuleni alikokuwa nasoma, lakini pia wazazi, madaktari wa Kaigara, madaktari wa Rubya, wale waliompokea, na kile kilichoendelea mpaka kufika dakika ya mwisho. Kwenye uchunguzi ule pamoja na mambo mengine pia zilipatikana taarifa kwamba kako katoto kenzake ambako kana miaka 8. Haka katoto ka miaka 8 walikuwa na utamaduni wa kuitana mke wangu, mume wangu, mke wangu, mume wangu. Na kuna doubt kwamba hawa watoto kwa yale mazoea waliokuwa nayo walikuwa wanafanyana michezo hii michafu. Na uchunguzi pia ulibaini kwamba kile kilichokuwa kinafanywa kwa mtoto ule kilikuwa hakifanywa na mtu mzima, kwa sababu ya namna ambavyo ile njia ya haja ndogo ilionyesha mtamko. Kwa hiyo kwa kuwa pia kulijitokeza changamoto nyingine ya kwamba labda kuna sumu, labda si kuna nini, hayo nayo pia yamefanywa uchunguzi na tunasubiri majibu. Lakini uchunguzi wa awali na matokeo ya uchunguzi wa awali ni kwamba kilichomuua mtoto huyu sio kubakwa wala kulawitiwa, kwa sababu kwenye kulawitiwa njia ya haja kubwa ilikuwa intact, kwamba alikuwa hajaingiliwa. Njia ya haja ndogo ilionyesha kwamba haina bikra, yaani yule mtoto hakuwa bikra, na kwamba kulikuwa na kamchezo ambako kalikuwa kanafanyika, na likely kakaka kwamba kalikuwa kanafanyika na watoto wenzake. So tungependa kuweka wazi na kuondoa minong'ono iliyoko mtaani. Mtoto huyu kafa kama ambavyo madaktari wamelitolea ufafanuzi.